maisha yangu nilikuwa natamani hata ningeendelea kusoma. Yaani mimi mawazo yangu kabisa ilikuwa ni biashara. Mimi nimeolewa na miaka 25. Cha moto nakiona. Ndio itakuwa mtoto mdogo aliolewa chini ya miaka 18. Nguvu zake zilikuwa bado hazijawa sawa. Hazijakomaa. Mimi nimeoa binti wa umri miaka 14. Dini inasema kwamba mtoto akifikisha miaka 9 dini inaruhusu aolewe. Ni dini ya Kiislamu haitaji moja kwa moja namba ya umri katika kuoa au kuolewa. Kuna hatari kubwa sana ya kupata changamoto wakati wa kujifungua. Kuna hatari ya kupoteza maisha yake wakati wa kujifungua. Tanzania inakadiriwa kuwa na kiwango cha juu cha ndoa za utotoni. Kwa wastani takriban watoto 2 kati ya 5 huolewa kabla ya kufikisha miaka 18. Sheria ya ndoa sura ya 29 ya mwaka 1971 kama ilivyorekebishwa mwaka 2019 ni sheria kuu inayosimamia masuala ya ndoa nchini Tanzania. Hata hivyo, sheria hii ni moja kati ya sheria kongwe nchini na imekuwa ikinyoshwa vidole kwa kuwa ina changamoto nyingi ambazo ni pamoja na kuruhusu mazingira fulani ya ubaguzi wa kijinsia kwa wanawake na wasichana. Kadhalika, inakinzana na sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo inamtafsiri mtoto ni mtu yeyote mwenye umri chini ya miaka 18. Ilhali sheria hiyo ya ndoa inaruhusu ndoa kwa wasichana wenye umri chini ya miaka 18 kulingana na mazingira mbalimbali iliyoyaainisha. Swala hili la ndoa za utotoni limekuwa na mitazamo tofauti kwenye baadhi ya jamii hapa nchini Tanzania, na haswa wengine wakihusisha na masuala ya kiimani. Asalamu alaykum. Salam. Majina? Jina langu naitwa Jena Malela. Ndio. Kazi wa Bagamoyo. Mzee, nipo. Mzee wangu, swala la ndoa za utotoni kwako wewe unalichukuliaje? Mabinti kuolewa chini ya umri wa miaka 18. Mabinti kuolewa chini ya miaka 18 ni kawaida, kwa sababu dini inaruhusu. Swala la dini inaruhusu kwamba mtoto akishafikisha miaka 18 anaolewa. Lakini vipi kisaikolojia, kibiolojia na kimwili? Wewe unaona ni sawa? Kwa mwili kwa kawaida si sawa, ila tu kwa sababu ni dini na mzazi anachukua utashi wa aina hiyo, ndio maana yake ya kuolewa namna hiyo. Tofauti na pengine kutokukomaa, unaona kuna athari gani nyingine inaweza katokea kwa binti kuolewa chini ya miaka 18? Anakuwa yule uelewa mdogo, hawezi kuelewa, naweza mkakosana, kwa haelewi yule, bado ana utoto. Mara nyingi tukizungumza umesema dini inaruhusu. Ndio. Inaruhusu vipi? Hebu tuambie dini inasemaje? Dini inasema kwamba mtoto mwanamke kwa wastani, mtoto wa kike akifikisha miaka 9 dini inaruhusu aolewe, ila atumiwi. Umtumie yule mwanamke, unamuoa, unakaa naye nyumbani, anakaa nyumbani, huwa yupo tu kama yupo mpaka afikishe umri wa miaka 18, anakuwa yupo. Kwa hiyo unakaa naye muda wote bila kumgusa, unamaanisha? Umgusi chochote, yani anakuwa kama mwanao. Sawa. Lakini wakati huo umeshaoa. Mnamo mwaka 2016, wanaharakati na wadau wa haki za mtoto wa kike nchini, ikiwemo taasisi ya Msichana Initiative, walifungua shauri Mahakama Kuu ya Tanzania kuomba kubatilishwa kwa vifungu vya 13 na 17 vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Sababu kuu ilikuwa ni kwamba vifungu hivyo vinavunja haki ya msingi inayolindwa na katiba na hivyo kumnyima mtoto wa kike fursa kama vile kupata elimu. Mahakama Kuu ikakubaliana na hoja hizo na kuamua kwamba vifungu hivyo ni batili na ni kinyume na katiba. Lakini mwaka 2017, serikali kupitia mwanasheria mkuu
ilikata rufaa dhidi ya uamuzi huo, na mnamo Oktoba 2019 mahakama ya rufaa ikaridhia uamuzi huo wa mahakama kuu na kuiamrisha serikali kupitia bunge ifanye mabadiliko ya sheria husika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Hakika huu ulikuwa ni uamuzi muhimu sana kuhusu haki za msichana nchini Tanzania na nafasi adhimu ya kuchochea haki na maendeleo ya msichana kila kona ya nchi. Bibi, wewe kwenye maisha yako pengine ndoto yako kubwa ilikuwa ni nini? Unatamani kuwa nani? Yaani mimi kwenye maisha yangu nilikuwa natamani hata ningeendelea kusoma. Yaani mimi mawazo yangu kabisa ilikuwa ni biashara. Nimefanya biashara. Ndio ilikuwa ndoto yangu. Amesoma kaishia form 2. Alivyoishia form 2 kutokana na uwezo binafsi akashindwa kuendelea. Nikisikia watu wanasema kuoa binti chini ya miaka 18 huwa ni kosa, naweza nikaunga mkono kwa sababu nakuta hata akili yake bado changa. Shona. Na nakuta hata msimamo wake bado hajawa hata na yale matarajio hata ndoto zile za kuweza kuishi na mwanaume kutokana bado akili yake changa. Nikipata mtoto wa kike alafu na mimi nimwozeshe akiwa chini ya miaka 18 kama atakuwa anasoma siwezi, kama atakuwa amemaliza shule au kaacha. Mimi nimeoa miaka 18 tumeliziana. Tumeliziana. Anirizia. Mimi nimemalizia. Maisha ya ndoa unayonaje na Kisinda? Kwa hivyo. Sio vizuri sana. Yaani nilikuwa naomba tu tuelewane, tunaelewana. Hata nikiongea kitu mimi anisikilize, kiongea yeye na mimi nimsikilize. Yaani kwa ananiambia kitu siniambie kwa hasira wala nini. Tunaamini mtoto wa kike ana haki ya kusoma na kutimiza ndoto zake. Je, waamini wa dini ya Kiislamu wao wana maoni gani kuhusu ndoa chini ya umri wa miaka 18? Mimi na wengi tunaotazama tunatamani sasa iwe mwisho kwa mtoto wa kike kuolewa chini ya miaka 18. Tufunge safari kwenda kusikiliza wana mtazamo gani kuhusu hili. Sasa mwisho. Wewe unazungumziaje kuhusu ndoa? Ndoa inatakiwa kuwa na mtu aolewe akiwa na umri gani? Mtu hasa anatakiwa aolewe na umri wa miaka 20. Kwa nini? Kwa sababu mwili ushakuwa umekomaa, kazi anazozifuata kule zingine ngumu ataziweza. Teka maji kama hivyo, kufua, kupika, kumwogesha bwana, wengine sasa hivi mpaka mgongoni umbebe. Ndio maana yake si umekubali mume. Sasa hivi unasikia ule miaka 13 mtu keshaolewa au hajaolewa lakini keshazaa mtoto au ana watoto wawili. Ndio. Umri mdogo, hata wakaenda hospitalini madaktari wanawapa shida. Wanahangaika nao mpaka anampata mtoto. Pengine mtoto hana nguvu, sio hana nguvu, kashindwa kutoa huyu. Sawa. Kwa maana ya kwamba anashindwa kujifungua kwa sababu pia hajakaa vizuri. Ndio. Kuna tabia sasa hivi ya watoto wa kike wanaolewa chini ya miaka 18. Ukisikia taarifa hizi wewe unajisikiaje? Mimi najisikia unyonge, basi nifanyeje, sina amri nao. Wewe upo tayari kumwozesha binti yako akiwa na miaka 15, 16 hata kwa pewa mamilioni? Baya, sina uwezo wa kumwozesha, bado namuonea huruma. Mimi mwenyewe sikuolewa na umri wa miaka 18 au 15. Leo kwa nini mwanangu nimpe shida? Anambia kwanza pumzika usogeze miaka yako. Hapo nikubali, hata pengine ndio shauri yake mwenyewe, lakini sitolizika kumwozesha umri wa miaka chini ya umri wa miaka 18. Ninapoona mtoto anaolewa chini ya umri wa miaka 18, mimi binafsi yangu naona sio sawa. Si sawa kwa sababu cha kwanza mtoto ananyimwa haki zake. Kwa sababu binti kama huyo miaka 18 anatakiwa awe shule. Hahitaji yale mambo yake aliyozingatia, nataka niwe daktari, nataka niwe nesi.
Hivyo yani alitakiwa afanye, asome, baadaye ndo aje kufanya nini, aje kuolewa. Na inawezekana pengine amelazimishwa, alikuwa haipo tayari. Mradi mzazi ameshaamua kwamba wewe lazima uolewe, unataka utaolewa, hutaki utaolewa. Kwa hiyo kule atakachokifanya ndio yani anachoeleza, saa nyingine haelewi, mara kapatia vizuri, mara kafanya makosa. Mimi nimeolewa na miaka 25. Cha moto nakiona. Ukisikia ndoa usifikiri ndoa masiara. Ndio itakuwa mtoto mdogo aliolewa chini ya miaka 18. Mkasema kwenye ndoa kuna amani. Kwenye ndoa kuna amani. Kwenye ndoa kuna mateso. Amani zipo dakika 2 tu, inaobaki yote ni kala. Mimi mtu mzima mpaka sasa hivi na miaka 7 kwenye ndoa yangu. Natamani kulia, ni alizipasuka nizame. Ndio atakuwa mtoto mdogo. Ninachopenda mimi kama Mungu akipenda, mwanangu asome, aendelee mpaka pale atakapofikia wakati wake. Na ndio huyo hapo mdogo mdogo mnayemuona, maana bado. Lakini sitopenda kwamba mwanangu eti aolewe chini ya umri ambao bado hajafikia pale saizi yake ya kuolewa. Sitopenda hivi. Endapo nikiolewa na miaka 15 au miaka 14, na hisi hadi sasa hivi ningekuwa nishakufa. Kwa sababu kwa mazira nayopitia mimi, kwa kuwa tu nimeolewa nishafikia ule umri wa kuvumilia mema, kuvumilia mabaya, ndio hivyo. Lakini nikiolewa chini ya hapo, kwa kweli hapana, sasa ningekuwa nisharudi nyumbani. Katika dini ya Kiislamu ni kweli, dini ya Kiislamu inapelekea kwamba mtoto anapofikia umri wa miaka hata 15 anaolewa. Lakini bado mtoto ni mdogo hapo, hata kama amefikia umri huo, bado tunasema ni mdogo. Na anakuwa bado hajafikia kupewa majukumu kama hayo. Ikitokea kama mwanangu nimeambiwa aolewe kwa umri wa miaka 15, sitakuwa tayari. Kwa mujibu wa dini, sitakuwa tayari. Inakuwa unamnyima haki zake, au kama tuseme unamdhalilisha, sijui. Kwa sababu unakuwa umri wake bado. Labda unamlazimisha tuseme kwa manufaa yako wewe, ili mradi pengine labda umeliona baba limekuja lina mahela yake, unaona kafika hajafika lazima mwanangu aolewe, ili mradi mimi nipate chochote kitu. Mtoto huyo aliolewa akiwa na umri wa chini ya miaka 18. Akapata ujauzito, alipopata ujauzito akaenda hospitalini. Akaenda hospitalini akajifungua kwa operation, kwa bahati mbaya mtoto akafariki. Na yeye pia akafariki. Sababu nguvu zake zilikuwa bado hazijawa sawa. Hazijakomaa. Inabidi kama serikali iliongelee sana ili swala, tuweze kulipiga vita ili angalau lipungue hata kwa kiasi. Kama si kuondoka kabisa, lakini lipungue kwa kiasi fulani. Mwaka 2019, baada ya uamuzi wa mahakama ya rufani kukubaliana na hukumu ya mahakama kuu kubatilisha vifungu vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 vinavyoruhusu mtoto wa umri chini ya miaka 18 kuolewa, alipohojiwa mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubel alisema kwamba kwa dini ya Kiislamu mtoto wa kike akivunja ungo anaruhusiwa kuolewa ikiwa atahitajika kufanya hivyo. Lakini kwa maslahi ya elimu, mtoto huyo atapaswa kusubiri mpaka umri wa miaka 18 na kuendelea. Lakini pia bado kuna maoni mchanganyiko ya waumini wa dini ya Kiislamu juu ya ndoa na umri sahihi wa kuolewa. Ni nini wanafikiria viongozi wengine wa dini ya Kiislamu? Baada ya kupata maoni kutoka kwa watu mbalimbali ambao wengi wao ni waamini wa dini ya Kiislamu kuhusu ndoa za udogoni ama za utotoni, nimefunga safari mpaka hapa msikiti wa Masjidi Mchangani Magomeni kupata maoni kutoka kwa viongozi wa dini ya Kiislamu juu ya ndoa za utotoni. Tufahamu kwamba sote tunasimama tukisema sasa mwisho. Je, imani ya dini ya Kiislamu inasemaje kuhusiana na ndoa, na wao wanasemaje kuhusiana na ndoa za utotoni? Na kwenda hapa ndani kumtafuta Sheikh Kundecha atupe mtazamo wake. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Saidi sallallahu alaihi wasallam. Jina langu Sheikh Musa Yusuf Kundecha, amiri mkuu wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Tafsiri ya ndoa kwa dini ya Kiislamu ni ipi? Tafsiri ya ndoa katika Uislamu, ndoa ni mkataba wa kisheria unaohalalisha kuingiliana kati ya mwanamke na mwanamume, unaohalalisha kurithiana kati ya mke na mume. Mwanamke na mwanamume wanaotakiwa kuingia katika ndoa ni wale watu wazima, kwa maana wanaopambanua kiwango cha sheria. Kwa lugha ya Kiislamu wamekuwa baligh, maana yake wanaweza wakaingiliana na wakapata mtoto. Hao wanakuwa hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini sifa ya pili ni lazima wawe wazima, kwa sababu jambo la ndoa ni mahusiano yanayohalalisha kuingiliana. Kwa hivyo sharti kuu la jambo hilo ni kuwa wazima. Uzima huu sikusudii corona wala sikusudii TB. Ni lazima mwanamume awe mzima, anaweza akamuingilia mwanamke, na mwanamke awe mzima, anaweza kuingiliwa na mwanamume. Hii ni sifa ya kwanza inaweza kumfanya mtu awe mke na mume. Swala la ndoa kwa upande mwingine linatafsirika kama ukombozi kwa mwanamke ambaye hajapata elimu ama amekwama kujiendeleza kimaisha, au kwa yule anayetoka kwenye familia yenye umaskini. Anaonekana kwamba binti huyo kuolewa kwake ni ufumbuzi wa matatizo. Dhana hii ni moja kati ya sababu inayokatisha ndoto na ustawi wa mtoto wa kike. Mimi nimeoa binti wa umri miaka 14, lakini kwa sababu kwamba alikuwepo kashamaliza shule, aliishia elimu ya darasa la 7 tu shule ya msingi. Na muda toka niowe na muda wa miaka kama 15, na mpaka leo bado niko naye. Tulikutana katika mazingira ambaye yeye alikuwa anafanya kazi Unguja, ni wa huko bara, lakini baada ya kufanya kazi za ndani, baadaye akazichoka zile kazi za ndani. Kwa baadaye tukakutana tu kama ni wapenzi, lakini baadaye tukaamua kuoana, na kwa muda mfupi na yeye ndo akaanza kuniambia kwamba mimi kwetu bara na mimi kulicheki kwetu huku bara. Basi tukaja wazazi wakatuona na tukafunga ndoa, na mpaka sasa hivi tukawa mke na mume na maisha yanaendelea. Ina maana upande wa kidini, kwamba dini inatufundisha kwamba mtoto wa kike atakapovunja ungo hata akiwa na miaka 13 inapaswa kwamba aozeshwe, ili kwa sababu Mungu alikataa mpango wa zina. Na mtoto wa kiume atakapofikia balehe, basi inatakiwa kwamba aoe ili kuikataa zina. Kwa hiyo kidini inasuhi kama kawaida, lakini kiserikali na kiupande wa masomo ndipo kwamba inapotokea kwamba sio vizuri kumwachisha mtoto wa shule akiwa yuko shule kwamba kumuozesha kwa sababu ya masomo. Kuna kipindi zile changamoto za utoto huwa mara nyingi anazifanya, lakini kwa sababu yeye ni bado ni mtoto, kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kwamba umjenge ile misingi ya kuweza kumfundisha na kumpa ramani, bwana nasema hivi na inasema hivi, na sisi tulioona kwa kidini, kwa nini tusitii mazingira ya dini ambayo kwamba iliyotuozesha na kupata hizi na Mwenyezi Mungu, kwa inabidi twende hivi, lakini inafikia kipindi kwamba yale unaomwambia ndio anayakalili kichwani, lakini sasa akiwa ni wa kwako. Kwa maelezo ya Sheikh Musa Kundecha, anasema kwa sasa mwanamke mtambuzi mwenye uelewa kimsingi aliyesoma ndiye anayefaa kuolewa, ingawa dini ya Kiislamu inataja balehe kuwa ndio kigezo ama sifa ya kuoa au kuolewa. Lakini hata yule aliyebalehe basi anatakiwa kuwa amepevuka kiakili kuweza kulea familia na watoto. Ni dini ya Kiislamu haitaji moja kwa moja namba ya umri katika kuoa au kuolewa. Inataja kitu kinachoitwa baligh, kufikia sifa ya kuoa au kuolewa. Sasa sifa hii ya baligh kimaumbile wanadamu wanafikia katika nyakati tofauti. Yupo na mwanamke anafikia baligh akiwa na miaka 9. Yuko mwanamke anafikia baligh akiwa na miaka 12. Yuko mwanamke anafikia baligh akiwa na miaka 15, na inawezekana akafikia baligh akiwa na miaka 17. Kwa hivyo ukiweka namba utapingana na maumbile.
na mwanaume vile vile. Wako wanaofikia bale miaka 15, wako bale wanafikia na miaka 16. Kwa hivyo Uislamu uliweka neno bale manake kufikia sifa ya kuwa na utu uzima unaoweza kushiriki jambo la ndoa na ukatoa matunda yake. Hautaji namba. Mwili mdogo sio hoja ya kutoelewa, wala mwili mkubwa sio hoja ya kuolewa. Sifa ya mwili huo imekamilika, inaweza kukidhi maana ya ndoa na kuolewa sawa sawa. Kwa hivyo kuna kitu ambacho ningependa huwa tubadilishe msamiati. Badala ya kusema ndoa za utotoni, tuseme ndoa za udogoni. Sababu utoto ni kwamba hujafikia kiwango cha kupevuka, ndio utoto. Mwanaume hajafikia kubaligh wala mwanamke hajafikia kubaligh, huu ni utoto. Lakini udogo ni kitu kingine. Inawezekana una umri mdogo lakini umepevuka. Kwa hivyo kama umepevuka una sifa hiyo. Na ndio maana tunawapata wasichana wadogo wakiwa wamepata ujauzito. Kwa nini wapata ujauzito? Kimaumbile wamefikia hadhi ile ya kupata ujauzito. Lakini kwa macho kimwangalia unaona mdogo. Na inawezekana kamnyima mengi yanayotokana na jambo la namna. Kwa hivyo ndoa za utotoni ilikuwa ni vizuri kuziita ndoa za udogoni badala ndoa za utotoni, sababu hakuna mtoto anaweza kupata mimba wala hakuna mtoto anaweza kutia mimba. Sawa, umenigusa pahala pazuri kidogo. Kwa hiyo wewe mtazamo wako ni upi kwenye ndoa za udogoni? Unaona ni sawa ama zinapaswa kutazamwa vizuri? Vigezo ni hivi. Ndoa kama nilivyosema kwenye definition yangu ni mkataba wa kisheria unaomkutanisha mke na mume kuhalalisha kuingiliana, kuhalalisha kurithiana, lakini hawa sasa ndio watu wanaanza kujenga familia. Kwa bahati mbaya mwanadamu ni kiumbe dhaifu sana. Ujio wake wa sasa hapa duniani anapitia mbegu ya uzazi kutoka kwa baba na mama. Na anawategemea sana wawili hawa kumtayarisha kuwa mtu kamili. Kwa hivyo aliyezaa kama hajapevuka kiakili ni kwamba anaweza kupata tabu kubwa sana ya kulea mtoto huyu aliyemzaa. Ingawa maumbile yamemkubali kapata ujauzito, lakini wasifu wa upevu wa akili na kwa mazingira aliyopo ukampa shida namna ya kununulia huyo mtoto, kwa sababu ng'ombe akizaliwa na mama yake huwa anapewa dakika 45 mpaka masaa mawili maximum. Kwa lugha yao ng'ombe anamwambia mwanangu twende. Akishindwa kumfuata sio makosa ya mama wa ng'ombe, kosa la yule mtoto. Lakini mwanadamu sio hivyo. Masaa mawili hayamtoshi, siku mbili hasimtoshi, miezi miwili hasimtoshi, wakati fulani miaka miwili pia haimtoshi. Inategemea sana aliyemzaa amhakikishie mahitaji yote ya msingi. Kwa hivyo mtoto akiwa amepevuka kiakili ni vizuri sana akifikia kuolewa, kwa sababu kuolewa sasa kuna muingiza katika majukumu ya ulezi. Yanahitaji upana mkubwa na uelewa mkubwa sana wa mazingira. Ungeniuliza mimi ningesema hivi, ili mwanamke aolewe kwanza awe kasoma. Amesoma ya kutosha, sababu mazingira ya ulimwengu wa sasa yana mambo mengi sana na yanawafanya wanaume wengi sana wanakuwa katika mzunguko mkubwa wa maisha. Kwa hivyo nyumbani kama kuna mtu fulani bwege hivi utakuwa na matatizo kidogo. Lakini ukipata nyumbani mwerevu, mweledi, ana nafasi ya kushauri mume wake, lakini atatoa msaada kamili kwa mtoto aliyemzaa. Kwa hivyo mtoto wa kike akisoma ni vizuri sana, kwa sababu ana jukumu kubwa la kiulezi anayotarajiwa kutoka kwake. Na kama unafahamu, mwanadamu ana sehemu mbili za ulezi, kazi ya kike na kazi ya mwanaume. Ulezi siku za kike, mwanaume hata kama ni profesa uwezi. Kutoka siku 0 mwanamke anaanza kulea mtoto kutoka yuko tumboni katika tumboni kwake. Hii sio kazi ya kupokezana, hii ni kazi ya mwanamke peke yake. Kwa hiyo tunasema ni kazi ya kike, na mpaka siku akijifungua hiyo ni kazi ya kike. Hakuna mwanaume anaweza kunyonyesha, hata kama ana kifua kikubwa cha mazoezi hawezi kunyonyesha. Hii ni kazi ya kike, na unafahamu maziwa ya mama na mchango wake katika afya ya mtoto ni jambo la kike. Hili ni jambo la muhimu sana kuzingatiwa. Kwa hivyo mwanamke mtambuzi, mwenye uelewa, mwenye elimu ya kutosha ana nafasi nzuri sana ya kuangalia mahitaji ya mtoto wakati wa kumzaa kwake. Takwimu za Shirika la Afya Duniani zinasema mwanamke huwa na uwezo mzuri wa kushika ujauzito, kujifungua salama na kulea mtoto akiwa na umri kuanzia miaka 20. Lakini ili kujua athari za ndoa za utotoni kiafya, tumsikilize Daktari Katanta Simwanza
ambaye pia ni afisa mwandamizi wa masuala ya jinsia. Umri sahihi kwa watu kuanza kujamiana. Tuna miongozo ambayo inatupatia mwongozo huo. Kwanza kabisa tunaongelea mfano mtoto ni nani? Mtoto umri wake unapaswa kuishia chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa kwanza tu, watoto kwa kawaida hawaruhusiwi kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuanzia miaka 19 mpaka 20 ni umri sahihi wa mtu kuweza kufanya tendo la ngono au kujamiana. Na kitaalamu kabisa WHO inatushauri kwamba ili kuweza kupata ujauzito, na huyu mtu anayepata ujauzito ili aweze kuwa salama kwa afya yake na kwa afya ya mtoto ajaye, walau miaka 20, 21, 22 ndio umri sahihi kuweza kuchukua ujauzito au kupata ujauzito. Kiujumla tunaona ya kwamba kuna athari nyingi sana za mtoto au kijana kuanza kushiriki tendo la ngono katika umri mdogo au kuanza kujamiana katika umri mdogo. Na tukimwangalia mtoto wa kike, kuna athari nyingi sana ambazo zinaambatana naye pia. Kwanza, moja, yuko kwenye hatari kubwa ya kuweza kuambukizwa vimelea ambavyo vinaweza kumpelekea kupata baadhi ya magonjwa. Mfano, mathalan tunaona kuna hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengineyo yatokanayo na ngono. Lakini zaidi ya yote, kwangu mimi hasa kwa mtazamo wangu sasa tunachokiongelea kama nchi, tunasema kwamba watoto wa kike pia inabidi wasifanye vitendo vya ngono katika umri mdogo, kwa sababu wako katika hatari kubwa sana ya kupata vimelea vya human papilloma virus. Vimelea ambavyo hata akipata leo hii maambukizi yake, dalili haitaonekana leo wala kesho, itakaa miaka kadhaa, na mbeleni itakuja kuonekana kama kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo ni hatari moja, ni athari moja wapo. Lakini athari nyingine ambazo tunaziona moja kwa moja, kupata ujauzito katika umri mdogo hasa kwa binti, athari yake moja wapo ni kwamba kwa sababu via vyake vya uzazi vinakuwa bado havijajiandaa, kuna hatari kubwa sana ya kupata changamoto wakati wa kujifungua. Kuna hatari ya kupoteza maisha yake wakati wa kujifungua. Kuna hatari ya kupata mtoto ambaye atazaliwa kabla kukamilisha siku zake. Na hata mtoto huyu akizaliwa pia, kwa sababu anazaliwa na mtu ambaye bado hajakamilika kimaumbile, pia mtoto huyu ana uwezekano mkubwa sana wa kuwa na changamoto za kiafya. Lakini vile watoto hawa wengine mara nyingi hutokea wamezaliwa, na wanaozaliwa na hawa mama tunaita au mabinti ambao ni teenagers, pia wanazaliwa wakiwa wameshakufa tayari. Kwa hiyo hiyo kiafya ni namna mojawapo ambayo tunaiona. Lakini zaidi ya yote, hata ulemavu pia wakati wa kile kitendo cha kujifungua pale. Lakini kuja kuangalia sasa katika mtazamo mpana, si ndio? Kielimu akipata hataweza kuendelea na masomo yake, lakini pia tunaona kwa namna moja au nyingine inaweza kupelekea akaolewa ingali bado akiwa ni mtoto mdogo. Lakini zaidi ya yote itapelekea pia masuala ya unyanyapaa katika jamii tunazoishi, na tumeshuhudia pia watoto wengi ambao ni teenage mothers, kwa sababu ya athari ya ujauzito huo imepelekea wamejikuta wamepakutana na changamoto nyingi sana, na hasa wimbi la umaskini, na hata kuingia katika vitendo ambavyo vinakwenda kuhatarisha afya zao zaidi. Kwa maelezo hayo, hakika sasa mwisho, na wadau wa haki za binadamu wanaopinga ukatili wa kijinsia wanaishauri serikali kushughulikia kasoro zote zinazojitokeza kwenye sheria ya ndoa nchini Tanzania ya mwaka 1971, kuzifuta sheria zote zinazotoa mwanya wa ubaguzi kwa mwanamke na watoto, pamoja na ndoa za utotoni, hasa zile zinazoruhusu matumizi ya sheria ya kimila kwenye mambo ya ndoa. Viongozi wa dini, jamii wanashauriwa kutoa ushirikiano kutokomeza ndoa za utotoni, pia kutumia majukwaa yao kuelimisha jamii juu ya athari ya ndoa za utotoni. Kwani kwa mujibu wa utafiti wa sasa unaonesha uwepo wa ndoa za utotoni ni mkubwa kwenye mikoa ya Shinyanga kwa 59%, Tabora 58%, Mara 55% na Dodoma ni 51%. Kwa upande wa Iringa, ndoa za utotoni ni 8%, huku Dar es Salaam ikiwa ni 17%. Hakika kwa hali hii, tufute kabisa ndoa za utotoni na tukubaliane sasa mwisho.